Kaunti ya Kilifi imedokeza kuwa ushirikiano mwema baina ya wadau na serikali ya kaunti hiyo imeongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa saratani miongoni mwa wakazi. Kwa mujibu wa naibu gavana Kilifi Flora Chibule, idadi wanaojitokeza kujua hali zao imeongezeka kutoka 16% hadi 34%. Akizungumza huko Mariakani wakati wa sherehe za kuadhimisha siku ya saratani ulimwenguni, Mbetsa amewahakikishia wakazi kuwa serikali ya kaunti imeweka mipango kuhakikisha kuwa wakazi wanapata huduma za upimaji karibu nao. Kimezidi, tulikuwa 16% hivi kwa sababu tumeleta partners wengi ambao tumeweza kusaidiana nao, wakiwemo Aga Khan, wakiwemo the Gates Foundation na wale wengine tumefikia 34%. Hii ni ishara ya kuongezeka kwa uhusiano na matumaini kuelekea huduma za kinga. Aidha, chanjo hii ambayo watoto hawa ambao ni part of the community wanapata chanjo ya HPV. Hii chanjo kwa sasa tumefikia 47%. Wameweza kujumuika na mashule kuhakikisha watoto hawa wa miaka 10 hadi 14 wanapata chanjo hii. Hatua hii itazuia saratani ya mlango wa kizazi pakubwa miongoni mwa wasichana wetu wadogo. Mafanikio haya yanatupa matumaini na yanathibitisha kuwa chanjo na uchunguzi wa mapema ni nyenzo madhubuti katika kuzuia saratani. Aidha, waziri wa afya kaunti ya Kilifi Peter Mwarogo amehimiza wakazi wa kaunti hiyo kutembelea vituo vya afya kuweza kutambua hali zao na kudokeza kuwa saratani ya uzazi inaongozwa kwa visa vya maambukizi ikifuatiwa na ile ya matiti na tezi dume licha kuwa na aina nyingi za saratani. Kwa upande wake, afisa anayesimamia mradi wa kukabili ugonjwa wa saratani kutoka shirika la Aga Khan, Akwanas Mungatia, amepuzilia mbali dhana potofu inayolinganisha ugonjwa wa saratani na uchawi. Kulingana na Mungatia, hakuna ushahidi wa kisayansi unaohusisha ushirikiano wa saratani na kuhimiza wakazi wa Kilifi kutembelea vituo vya afya kujipima. Misinformation saa zingine tunazitambua kama myths tu, is not a fact. Science has confirmed cervical cancer inakosiwa na HPV strain 16 na 18. So hakuna cause ingine ya cervical cancer. Hizi zingine ni predisposing the factors zenye zina ongeza tuseme kama multiple sex partners, added view of sex, watoto wengi, alcohol. Hizo zina expose more, but the cause ni HPV 16 na 18 for cervical cancer. So uchawi haina connection yote na HPV virus 16 na 18. Aidha, mkurugenzi wa huduma ya matibabu serikali ya Kilifi Daktari Hassan Lali amehakikishia wakazi kuwa endapo saratani itagundulika mapema unaweza kutibiwa. Ina tofauti yake. Kama saratani ya mlango wa uzazi, hii inaitwa genetic type ya 16 na 18 ya HPV ambayo ndio inaonekana kuleta saratani hii ya mlango wa uzazi. So kuzuiwa muhimu sana kwa sasa ni kuchanja wasichana ambao miaka 10 hadi 14.
zaidi. Pia hapo ni pia early screening, routine screening, kuna HPV DNA ambayo tunafanya katika vituo vyetu vya afya, pia routine screening tunafanya, na pia mama zaidi ya miaka 49 tunahamasisha kufanya pap smear ili kama kuna dalili hizo tuzipate na mapema. Magonjwa haya yakipatikana mapema, tukifanya hiyo routine screening inasaidia zaidi because inaonekana kupitia pia research, ukipata mapema matibabu yanaweza kufanya zaidi bora. Na ombi langu tu ni tusiogope kufanya hizi routine screening kama wakina mama na pia wazee wetu, ile prostate pia wao wakifanya screening kuhakikisha wako sawa, hakuna madhara yoyote. Kuna screening na ukipata ile kurudia tena ukipata mapema inasaidia zaidi. Nikiripotia Bandari TV kutoka kaunti ya Kilifi, mimi ni Ramadhan Nyae.